kuna beti zapokelewa kutoka kwa Imam Shafi'i rahimahullah, dhukirat an Imam Shafi'i, ingawa sijui kwa nini hii mada hahusiani na makhurafi, lakini nitawataja hapa. Wakizitoa hizi beti wapenda kupamba pamba. Nakumbuka sisi tukiwa wadogo tukiamba, siku moja Imam Shafi'i alikuwa yatembea sokoni, akaona mguu wa mwanamke, hebu tartibuni kumsingizia Imam Shafi'i. Hajafanya hivyo. Imam Shafi'i kama wewe, la. Kisha akaenda nyumbani akihifadhi na zingi, akaenda kwa mwalimu wake Wakia, mbona leo nihifadhi zingi na mimi nilikuwa nahifadhi? Si kweli, ni beti tu zapokelewa, wataja kuwa zanasibishwa na Imam Shafi'i, lakini sio kwa mfanya madhambi. Anataka kujua tu, kama vile huyo mwenzake hapa ameuliza kitu gani cha saidia katika hifadhi, mbona wewe hifadhi zaidi? Kwa Wakia alikuwa na hifadhi. Kuna maradhi mmeyasahau jina, na jina refu hivi Kiingereza. Mimi nafikiri una baadhi ya salaf walikuwa nayo maradhi hayo, ukishikwa nayo ukisikia kitu chochote wakihifadhi. Kuna maradhi fulani mmoja nikikumbuka nitakuja kuwatajia siku moja inshallah. Naweza kusema maradhi mimi natamani, si kwa mgonjwa juu ya kitanda, kichwa chako kinahifadhi. Ndio maana kuna baadhi ya salaf wanaona wanavyohifadhi, walikuwa wakiingia sokoni waziba masikio, kwa sababu atahifadhi bei za vitunguu, tomato, nyanya za uzwa ngapi, atahifadhi vitu hivyo. Kwa hiyo waziba masikio, apita sokoni hiyo, kwa sababu kila anachokisikia hasahau. Wako hao, msioni wako, kuna watu wako sokoni huko, aweza kuwa kama Darqutni, lakini Darqutni wa vitunguu na nyanya, ajua bei ya hii, ajua bei ya spinach, sijui mboga mchicha, mboga nini, ajua vitu vya kipuzipuzi. Hakuitumia ile akili yake katika kuelekea kwenye kuhifadhi ilmu. Ama hamjaona watu wao? Wako watu kuna namna hii. Sasa Imam Shafi'i kuna beti zinazonasibishwa, shakautu ila Waki' su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi, nilimshtakia Waki' ubovu wa hifdhi yangu pamoja na Imam Shafi'i. Ndio maana hizo beti nasema zanasibishwa na yeye, lakini ukisoma tarjuma ya Imam Shafi'i hakuwa hivyo. Al-Imam Shafi'i Muwatta al-Imam Malik ahifadhi kwenye usiku mmoja. Nani anaweza kufanya usiku mmoja ahifadhi Muwatta yote? Wewe ni vichwa vilikuwaje hivi? Tilka ummatun qad khalat rahmatullahi alayhim ajma'in. فأرشدني إلى ترك المعاصي، أكان يلكز مني kuachana na maasi. Mwingilia pamoja hyperthyroidism, ni ile maradhi ya kuhifadhi, yani tunamalizia ile maradhi ya kuhifadhi yetu hyperthyroidism. Usiniulize unaweza vipi kuitamka hivyo, nimefabilia hapa naangalia hyperthyroidism yetu hivyo. Nenda kaangalia ya maradhi mazuri sana, wallahu musta'an. طيب nafikiri mtasimamia hapa inshallah. zaidi ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana ilma.